الحمد لله الذي وفق من اجتباه من عباده للتفقه في الدين، ونوه بذلك في الذكر الحكيم بقوله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين القائل: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. أما بعد، فإن الأنفس الزكية الطالبة للمراتب العالية لم تزل تدأب في تحصيل العلوم الشرعية، ومن جملتها معرفة الفروع الفقهية، لأن بها تندفع الوساوس الشيطانية وتصح المعاملات والعبادات المرضية. وناهيك بالفقه شرفا قول سيد السابقين واللاحقين صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير. Kwa utangulizi wetu sisi na darasa zetu zitakwenda kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo hata wale ambao si katika tulabu ilmu waliojikita katika kusoma wanapenda kupata faida, basi watapata faida kwa kiasi chao insha Allah, hasa katika masomo hili la fiqh. Kwa hiyo darasa zetu zitakwenda kwa lugha hiyo, na tutafanya tarjama ya kitabu baada ya kitabu, neno baada ya neno, ibara baada ya ibara insha Allah, kwa kiasi tutakachojaliwa. Kwa ufupi ni kwamba tunasoma fiqh, na katika mambo muhimu kabisa ambayo mwanafunzi anayetaka kufikia daraja za juu basi anatakiwa awe na pupa na aendelee kuipupia ilmu ya sheria. Na miongoni mwa jumla katika ilmu ya sheria ni mtu kujua furuu katika mambo ya fiqh, kudhibiti furuu katika masaili ya kifiqh ni jambo muhimu sana. Watu wengi wanasoma katika maraki za ilmu na vituo mbalimbali, lakini husoma fiqh nusu nusu, tena nyingine sio nusu, chini ya nusu, labda kusoma baadhi ya miqarrarat au baadhi ya vitabu, kusoma baadhi ya milango mingine ikaachwa. Kuna kitabu mtu anasoma na maliza kutoka mwanzo mpaka mwisho, na hii ni kusur. Tukiwa mtu talib alilm asome vitabu vya ilmu kutoka mwanzo mpaka mwisho, na hivi ndivyo walivyokuwa waliotangulia huko nyuma wakisoma. Na ilmu moja au fani moja watu husoma vitabu tofauti tofauti kwa ajili ya tadarruj. Tukasema sasa huku umesoma furudhul wudhu'i 6, kitabu kingine hivyo hivyo furudhul. Sasa nini? Soma vitabu 5 kila mahali furudhul wudhu'. La, lengo pale kufanya vile ni tarsikhu almalumat, kuyathibitisha zaidi maalumat, lakini pia watu wanafanya muraati ya tadarruj kutoka kitabu kimoja kwenda kitabu kingine. Kwa kuna umuhimu sana wa talibul ilmi kulizingatia hili. Hakikisha asome kitabu kwa shekhe au kwa mtu aliyemtangulia kutoka mlango mmoja hadi mwingine, kutoka mwanzo mpaka mwisho.
mwanzo kitabu mpaka mwisho wa kitabu, kimaliza atasoma kitabu kingine, na yeye anayadhibiti masaili. Huu ni utaratibu. Ama utaratibu wa shortcut wa kusoma baadhi ya milango mingine ukairuka, mingine ukaambiwa utajisomea mwenyewe, wewe mwanafunzi waambiwa hiyo mingine mtajisomea wenyewe, si utaratibu wa sawa. Hivyo hivyo katika masomo kama ya nahwu, hivyo hivyo katika masomo ya mustalah, kuna vitabu vya watu wenye kuanza sasa, kisha vya wanaosogea kidogo, kisha watu wa katikati, kisha watu wa juu zaidi, hivyo hivyo. Kwa hiyo vitabu vyote hivi, maadamu wewe kwenye safari ya kusoma, watakiwa usome vile vitabu vilivyopangiliwa kwa utaratibu wa kueleweka, taasili ipatikane na tadaruji ipatikane. Na hili ndilo ambalo sisi tunalilenga, ili tuweze kupata walimu wazuri ambao wataweza kuwasomesha wenzao biidhnillah alkarim katika mustakbal wa kufuata hiyo tadarruj. Sasa katika utangulizi ambao mimi nitakunitaja hapa ni kuelezea madhhabi ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Kuna nukta nitazitaja, miongoni mwa hizo ni tarjama ya Imam Shafi'i rahimahullah, lakini pia tutawarifisha au tutaelezea kuhusiana na usuli zake, lakini pia tutaelezea mambo mbalimbali na istilahati zilizopo katika madhhabi, ili mtu awe na diraya katika jambo hili. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala tutamuelezea kwenye vipengele kadhaa hivi. Kimoja katika hicho, yeye ni nani, kwa maana nasabu yake. Anaitwa Abu Abdullah kunia yake. Yeye chukua kwamba maimamu wanne hawa wa madhahib kila mmoja ni Abu Abdullah, isipokuwa Abu Hanifa peke yake. Abu Abdullah Malik bin Anas, Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i, Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Abu Hanifa ndio kunia yake tofauti. Kwa Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abbas ibn Uthman, Muhammad bin Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Shafi'i ibn Sa'ib ibn Ubayd ibn Yazid ibn Hashim ibn Abd Yazid ibn Hashim ibn Abd al-Muttalib ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b, kama ile nasabu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anapokwenda kuanzia hapo kwa Hashim ibn Hashim ibn Abd al-Muttalib moja kwa moja, al-Qurashi al-Muttalibi al-Shafi'i. Wa al-Muttalib na Hashim ndugu sio, ambao al-Muttalib ndio baba yake au ndio ammi yake, Hashim ndio baba yake Abd al-Muttalib. Kwa hiyo atakuwa anakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Abd Manaf ibn Qusay, babu watatu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ni Mquraish. Katika hawa maimamu wanne wa madhahib, yeye pekee yake ni Mquraish. Ahmad bin Hanbal al-Shaybani, Malik bin Anas al-Asbahi, Abu Hanifa alikuwa Mwarabu. Abu Hanifa kwa hiyo ni Mquraish, ndio maana baadhi ya wafuasi wake katika kutaja manaqib za al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala wanataja zile hadithi ya aimmat min Quraish kuonyesha kwamba yeye ana afdalia kuliko wengine, na jambo haliko hivyo. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala amezaliwa huko Gaza, Gaza, yani Gaza, Palestina, mwaka wa 150. Kisha mama yake akaondoka naye Gaza akaenda naye Makka akiwa yatima, kwa maana baba yake alikuwa amefariki. Umri wake alipokuwa na miaka 2 ndio akahamia Gaza, Palestina. Akaondoka kutoka Palestina huko Gaza au Gaza huko Palestina kuja Makka akiwa na umri wa miaka 2. Mama yake aliondoka naye kutoka huko akaja naye Makka.
Kwa akakulia hali ya kuwa ni yatima, amelelewa na mama yake, akaihifadhi Qur'ani akiwa umri wake ni miaka 7. Akaihitimisha Qur'ani kuhifadhi yote akiwa ni mtoto wa miaka 7. Akahifadhi al-Muwatta ya al-Imam Malik, kitabu cha hadithi cha Imam Malik, akiwa na miaka 10. Ukitaka kujua habari hizi tunaenda kusoma Tabaqatu Shafi'iyya Jamaluddin al-Isnawi, amemuelezea. Hata al-Imam an-Nawawi katika Tahdhibu al-Asma'i wal-Lughat amemuelezea. Katika utoto wake al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala alikuwa anakaa na wanawazuoni, pia vile vile akifuatilia habari za shairi na tarikhi ya Waarabu na mambo ya adab, bado akiwa ni mtoto mdogo. Akahifadhi Muwatta Imam Malik akiwa na miaka 10. Hapo hajakutana na Imam Malik, bado yuko Makka. Kwa akahifadhi kabisa kitabu cha Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kutafuta kwake ilmu, wakati yuko Makka akaanza kusoma al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala kwa wanazuoni walioko Makka, na mmoja katika mashaikh zake ni al-Imam Muslim ibn Khalid az-Zanji, az-Zinji au az-Zanji zote yafaa. Muslim ibn Khalid az-Zanji ni shekhe wake al-Imam Shafi'i. Zinji maana yake ni mtu mweusi, mbantu, mnubi, yote tu Zanji. Muhabeshi Zanji ilikuwa kitumika hivyo, mberber. Lakini huyu hakuwa mtu mweusi, ulimuita kwa dhidi. Unasema Muslim bin Khalid alikuwa ni mweupe sana, kwa hiyo wakawa wanamuita mweusi. Kama vile mtu zakawa mfupi sana watu wanamuita mrefu, toli, yani bila aksi. Sawa? Kwa hiyo yeye hakuwa mtu mweusi, lakini alikuwa akiitwa Muslim bin Khalid az-Zanji. Kisha alisafiri kwenda Madina, akakutana na Imam Malik rahimahullah ta'ala, akaishi naye hapo kwa kusoma, akasoma sana kwake. Pia alisafiri kwenda Iraq kwa Baghdad, akasoma fiqh ya Abi Hanifa kwa wanafunzi wa Abu Hanifa. Zingatieni sana, al-Imam Shafi'i alisafiri, alisoma Makka kwa Muslim bin Khalid az-Zanji. Pia alisafiri kwenda Madina akasoma kwa al-Imam Malik, na akaenda Iraq Baghdad akasoma kwa Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, mwanafunzi wa Abu Hanifa. Kwa hiyo katika mashaikh zake maarufu waliotangaa, hawa niliotaja hapa kidogo, lakini kuna orodha ya mashaikh zake. Miongoni mwa hao ni Sufyan ibn Uyayna ibn Maimun Abu Muhammad al-Kufi, alifariki mwaka 198. Huyu ni shekhi wake wa Makka. Muslim bin Khalid bin Muslim al-Qurashi al-Makhzumi ambaye anaitwa az-Zanji, alifariki mwaka 179. Kisha Imam Malik, Imam Dar al-Hijra, Malik bin Anas bin Abi Amir Abu Abdullah, alifariki mwaka 179 Madina huko sasa. Kisha Abu Abdurrahman Hisham bin Yusuf as-San'ani, qadhi wa San'a, alifariki mwaka 197. Mwingine ni Muhammad bin Hasan bin Farqad Abu Abdullah Maula Bani Shayban, ambaye ni sahibu wal-Imam Abu Hanifa, ambaye amefariki mwaka 189. Huyu ni katika wanafunzi wakubwa wa Imam Abu Hanifa. Kwa Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala hakumdiriki Imam Abu Hanifa. Mwaka aliozaliwa Imam Shafi'i ndio mwaka aliofariki Abu Hanifa. Imam Shafi'i amezaliwa mwaka 150, Abu Hanifa amefariki mwaka 150. Imam Shafi'i kama tutakavyoona amefariki mwaka 204, ina maana amefariki akiwa ni mtu wa miaka 54, ambao ndio mwaka aliozaliwa Imam Muslim. Kwa hiyo hakumdiriki Imam Abu Hanifa, sawa. Amewadiriki wanafunzi wake wakubwa, Muhammad bin Hasan na nani na Abu Yusuf.
kwa hiyo akaenda kusoma kwa wanafunzi wa Abu Hanifa bin Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani, Muhammad bin Hasan ibn Farqad. Huyu ndiye aliyefanya tadwini madhhabi ya Abi Hanifa na akaeneza. Imam Shafi'i akachukua kutoka kwake. Alifariki mwaka 189. Kadhalika katika mashekhe waliomsomesha al-Imam al-Shafi'i ni Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih al-Ruasi Abu Sufyan, ambaye ni imamu katika imma wa hadithi, na yeye ni katika tabi'u, yeye ni tabi'u tabi'i, tabi'i tabi'i, katika tabi'i tabi'i. Waki' ibn al-Jarrah amefariki mwaka 197. طيب, wanafunzi wa Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, hao ni baadhi ya mashaikh zake, wanafunzi wake ambao wametawanya madhehebu yake. Wamesoma watu wengi sana kwa Imam Shafi'i. Kuna wanafunzi wake wakati yuko Baghdad, na baada ya kusoma Baghdad akahamia huko, akakaa pale Baghdad akasomesha ilmu. Miongoni mwa wanafunzi wake mkubwa kabisa ni imamu ahli sunna Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Kwa ukiwataja wanafunzi wa Imam Shafi'i, wa kwanza kabisa ni Imam Ahmad ibn Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal ibn Asad bin Idris bin Abdullah al-Dhuhli al-Shaybani al-Marwazi thumma al-Baghdadi. Amefariki mwaka gani Imam Ahmad? Fariki mwaka 241. Mwingine ni Abu Thawr, mwanafunzi mwingine wa Imam Shafi'i, ambaye ni Abu Abdullah Ibrahim bin Khalid al-Kalbi, maarufu laqabu yake ni Abu Thawr. Hiyo Abu Thawr ni laqab, lakini kunya yake ni Abu Abdullah. Sawa. Ibrahim bin Khalid al-Kalbi alifariki mwaka 240. Abu Thawr ndio huyo Abu Abdullah. Abu Thawr ni laqab. Mwingine katika wanafunzi wa Imam Shafi'i wa huko Baghdad ni Abu Ali al-Karabisi, Abu Ali ibn Hussein ibn Ali al-Karabisi al-Baghdadi, mmoja katika wapokezi wa madhehebu yake al-qadim. Kama tutakavyoona Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, katika madhehebu yake utasikia kuna al-qawl al-qadim na kuna al-qawl al-jadid, kauli ya zamani na kauli mpya. Kauli ya zamani wapokezi wake ni wanafunzi wake wa Baghdad, akiwemo Abu Ali al-Karabisi rahmatullahi ta'ala alayhi, na mwingineo ni Az-Za'farani, naye ni Abu Ali al-Hasan bin Muhammad bin Sabbah. Az-Za'farani ni Abu Ali al-Hasan bin Muhammad ibn Sabbah Az-Za'farani, na huyu ni katika watu walikuwa madhubuti mno katika upokezi wa kauli qadim ya al-Imam Shafi'i, na yeye alikuwa akisoma akimsomea Imam Shafi'i katika majlisi yake, na Imam Ahmad akiwepo, Abu Thawri akiwepo, al-Karabisi akiwepo. Yeye alikuwa ndio akisoma kumsomea Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Nani huyo? Az-Za'farani, Abu Ali al-Hasan ibn Muhammad bin Sabbah. Hawa ni wale wanafunzi wake wa Baghdad, wanafunzi wake wakubwa ambao ni wapokezi wa al-qawl al-qadim, na wengine wamekwenda wakakuwa wakaongeza maarifa mpaka wakawa na madhhabi yao kama Imam Ahmad, kama vile Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala amesoma kwa Imam Malik. Alikuwa mwanafunzi, mtoto mdogo kwake, maana alikuwa ni mdogo sana, anaweza kuwa mjukuu wa Imam Malik. Malik alikuwa ni mtu mzima, sababu ukiangalia Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala amezaliwa mwaka 150. Al-Imam Malik amefariki mwaka 179 akiwa na zaidi ya miaka 90. Kwa hiyo wakati al-Imam Malik akifariki, al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ni kijana wa miaka 20 na kitu, 29 kitu kama hicho. Sasa baina 90 na 29, kwamba huyu kama mjukuu wake, mtu mzima.
Kwa hiyo amesoma, lakini kwake akakaa kwa muda mrefu kuchukua ilmu, lakini na yeye baadaye akaendelea akawa imamu. Kwa zikitajwa madhahib, tutajwa madhhabi ya Imam Malik, madhhabi ya Imam Shafi, kadhalika Imam Ahmad bin Hanbal amesoma kwa Imam Shafi, lakini baadaye na yeye akawa hivyo alivyokuwa. Katika wanafunzi wake al-Imam Shafi huko Misri ni al-Imam al-Buwaiti, anaitwa Yusuf bin Yahya, Yusuf ibn Yahya Abu Yaqub al-Buwaiti, inasoma kwa dhammi ya ba al-Buwait, mansub ila Buwait. Buwait ni qaria, ni kijiji huko Misri, wanasema ni katika mudiria ya Bani Suwaif. Huyu ndio mwanafunzi mkubwa wa Imam Shafi rahimahullah ta'ala katika wanafunzi wake wa Misri, bali ndio khalifa wake katika halaka yake, ndio mrithi wake katika halaka yake baada ya kifo chake, kwa sababu Imam Shafi rahimahullah ta'ala alihusia hivi kwamba mimi nikifa kwenye kiti changu atakaa al-Buwaiti Yusuf bin Yahya Abu Yaqub, huyu ndiye aliyekaa kwenye kiti hiki. Alisema laisa ahadun ahaqqa bimajlisi min Yusuf bin Yahya wa laysa ahadun min ashabi a'lama minhu, hakuna yeyote alina haki ya kukaa katika majlisi yangu isipokuwa Yusuf ibn Yahya, na hakuna yeyote alina elimu katika wanafunzi wangu kuliko al-Buwaiti. Yeye alidumu katika halaka al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala mpaka ilipotokea fitna ya khalq al-Qur'an, kwa sababu Imam Shafi amekaa miaka 4 tu Misri, miaka 4 tu akasomesha, akapata wanafunzi hao tutakaowataja akiwemo al-Buwaiti. Sasa al-Buwaiti baada ya kufariki al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala pale Misri, na amezikwa pale Misri, fitna ya khalq al-Qur'an ilipokuwa imeshtadi, wakamtaka al-Buwaiti na yeye atoe msimamo kwa watu wa bid'a. Yeye akasimama katika msimamo wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, akakuchukuliwa, akatiwa pingu, akapelekwa Baghdadi, akafungwa jela, akafia jela mwaka 231 rahmatullahi ta'ala alayhi. Mwanafunzi mwingine katika wanafunzi wake wa Misri ni Abu Ibrahim al-Muzani, anaitwa Ismail bin Yahya Abu Ibrahim. Tushaye kusoma kitabu chake hapo cha Sharh as-Sunnah ya Imam al-Muzani. Al-Imam al-Muzani huyu ni mwanafunzi wake alibobea kabisa. Wanasema al-Muzani ni nisba ya Muzaina, ni kabila katika Misri, na huyu alikuwa ni mwanafunzi mwerevu katika wanafunzi wa Imam Shafi rahimahullah. Alilazimia na Imam Shafi mulazama tangu alipofika Misri mpaka kufariki kwa Imam Shafi rahimahullah, na yeye ndio alikuwa mara nyingi akiandika masaili ya Imam Shafi rahimahullah. Amefariki mwaka 264 Hijiria. Mwingine ni kuna Rabi'i wawili, kuna Rabi'u al-Muradi aitwa Rabi' ibn Sulaiman ibn Abd al-Jabbar, Rabi' ibn Sulaiman ibn Abd al-Jabbar al-Muradi maulahu. Kunia yake ni Abu Muhammad, mwanachuoni mkubwa, al-faqih al-kabir, tena alikuwa al-muadhdhin na sheikh al-muadhdhinin, alikuwa ndio sheikh wa adhini wote pale. Kwa hiyo kisemwa ar-Rabi', kuna Rabi' wawili, amesema ar-Rabi' katika wanafunzi wa Imam Shafi kwenye vitabu vya madhehebu, basi muradi na makusudio ni huyu, na kama akikusudiwa mwingine ifanye taqyid, kwa sababu kuna ar-Rabi' al-Jizi, sawa, inafanywa taqyid pale, quyida bil-Jizi. Huyu amefariki mwaka 270, kwa maana ya kwamba ameishi miaka 66 baada ya kufariki Imam Shafi. Kutoka Imam Shafi rahimahullah ta'ala kufariki mpaka kuja kufariki yeye amepita miaka 66, na kipindi chote hicho alikuwa akiyasomesha madhhabi ya Imam Shafi rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo katika watu waliotawanywa kwa kiasi kikubwa za madhhabi Shafi ni huyu, na watu walipata njia ya ulum sanadi alim mpaka Imam Shafi kupitia kwa Rabi' ibn Sulaiman
al-Muradi kwa sababu aliishi muda mrefu. La, al-Muradi al-Jizi tumefanya tambihi tu kwamba ikiwa atatajwa kwa itlaqi katika vitabu vya Shafi'ia tunasema Ar-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi, na ukitaka kufanya taqyidi kama ikiwa ni mwingine tunasema tufanye taqyidi al-Jizi, yuko Rabi' mwingine aitwa al-Jizi. Sikutaka kutaja maneno yatarefuka, sikumtaja yeye. tumetoa tambihi. Rabi' ibn Sulaiman ibn Abd al-Jabbar al-Muradi maulahu. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala aliandika vitabu vingi tu, lakini katika vitabu vyake vikubwa maarufu ni kitabu al-Umm ambacho kimekusanywa na mwanafunzi wake Ar-Rabi' ibn Sulaiman, na kitabu kingine maarufu ni Ikhtilafu al-Hadith, na kitabu kingine ni Ar-Risala, nacho ndio kitabu cha kwanza kinachozingatiwa kwamba ndio kitabu cha kwanza kuandikwa katika elimu ya usul al-fiqh. Kwa watu wote wanaoandika elimu ya usul al-fiqh wanarudi kwake. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala alifariki katika nchi ya Misri usiku wa kuamkia Ijumaa. Kesho Ijumaa akafariki baada ya maghrib, akazikwa huko Misri siku ya Ijumaa, siku ya mwisho kabisa katika mwezi wa Shaaban mwaka wa 204. Alifariki na maradhi ya bawasiri akiwa na miaka 54 rahmatullahi ta'ala alayhi. Miaka 54 leo kidogo, unaweza kukuta mtu mdogo kama ngapi 55 kashampita Imam Shafi. Kumbe hata Imam Shafi kwako ni mdogo. Haya, lakini vimeandikwa vitabu vingi vilivyokusanya athari za Imam Shafi rahimahullah ta'ala, na hii ni baada ya kufa kwake. Mfano kitabu Ma'rifatu Sunan wal Athar cha al-Imam al-Bayhaqi amekusanya zile athar na riwaya kupitia asanidi za Imam Shafi na nyinginezo, na vitabu ambavyo au adila ambazo amefanya istidlali nazo Imam Shafi rahimahullah ta'ala kwenye vitabu vyake. Al-Imam al-Bayhaqi rahmatullahi ta'ala alayhi akaandika kitabu kinachoitwa Ma'rifatu Sunan wal Athar, si chake Imam Shafi. Kadhalika Ahkamul Qur'an, kuna kitabu kinachoitwa Ahkamul Qur'an cha al-Imam al-Bayhaqi, amekusanya ndani yake vile vile aqwali za al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala katika ahkamu za Qur'an. Na kitabu kinaitwa Musnad al-Imam Shafi, tunaona kitabu ni Musnad al-Imam Shafi, si chake. Kitabu hiki kimeandikwa na al-Imam Abu al-Abbas al-Asam, amekusanya marwiyat za al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na athari za masahaba ambazo anazipokea yeye al-Asam kutoka kwa Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi kutoka kwa al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala. Na kuna hadithi nyingine anazipokea kutoka kwa al-Buwaiti kutoka kwa Shafi, lakini nyingi katika hizo asanidi zake ni kutoka kwa nani? Ar-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi.